Karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa hataomba msamaha kwa kesi yake ya ufisadi ikiwa inamaanisha kukiri hatia katika kesi hiyo, wakati wa mahojiano na mtangazaji wa TV ya Australia, ambayo mahojiano hayo yamepeperushwa siku ya jana Alhamisi. Mnamo siku ya Jumatano, Rais wa Marekani Donald Trump alimwombea msamaha waziri mkuu huyo kwa Rais wa Israel Isaac Herzog, lakini waziri mkuu huyo hakutaka kuomba msamaha juu ya kesi yake. Akizungumza na mtangazaji wa TV hiyo Erin Molan katika mahojiano mapana, Netanyahu alitoa shukrani zake kwa Rais wa Marekani Donald Trump kwa kuwa muwazi katika barua yake kwa Rais Isaac Herzog mnamo Jumatano, akiomba msamaha kwa waziri mkuu. Kesi hii ni ya kipuuzi sana, alisema Netanyahu. Alisema, nilitumia siku 3 kwa wiki mahakamani. Unaweza kufikiria hili kuendesha vita na sasa kutafuta kupanua amani, ameeleza zaidi Netanyahu. Netanyahu ameuliza mara kwa mara na ameruhusiwa kumaliza kusikilizwa mapema kwa sababu ya masuala ya serikali na pia kuhusu afya yake. Waziri mkuu huyo alisema zaidi kwamba inaumiza maslahi ya Marekani na Israel, jambo ambalo pia alisema Netanyahu kwamba kuhusu kesi yake ya ufisadi, wakati wangu unapaswa kuwa huru kufuatilia mambo ambayo yataamua mustakabali wa Israel na mustakabali wa amani katika Mashariki ya Kati. Netanyahu anashtakiwa kwa kosa moja la hongo pamoja na makosa matatu kila moja la ulaghai na uvunjaji wa uaminifu katika kesi 3 tofauti zinazohusiana na tuhuma za ufisadi dhidi yake. Kesi yake ilianza mwaka 2020 na bado iko mbali kufikia mwisho. Waziri mkuu huyo amekana kufanya makosa yoyote na kusema mashtaka yote yametengenezwa katika jaribio la kufanya mapinduzi ya kisiasa yaliyoongozwa na polisi na upande wa mashtaka wa serikali. Netanyahu alisisitiza kwamba hatawasilisha ombi rasmi la msamaha ikiwa inamaanisha kukiri hatia. Hilo halitafanyika. Hakuna anayependekeza kwamba ndiyo nitafanya, na hakika sitafanya hivyo. Alipoulizwa kama ana mpango wa kugombea muhula mwingine, Netanyahu mwenye umri wa miaka 76 alisema, jibu ndiyo, lakini watu watakaoamua hao ni watu. Zaidi amesema, nina upinzani mkubwa, si mkubwa sana, lakini unafadhiliwa na mabilioni ya dola na NGOs za kigeni na serikali za kigeni na kadhalika. Nimeendelea kushinda kila wakati, lakini ninashinda kwa sababu watu wanaamua, aliongeza. Uchaguzi ujao wa Israel lazima ufanyike ifikapo Oktoba mwaka 2026, huku kura za maoni zikionyesha mara kwa mara muungano wa sasa wa mrengo wa kulia wa Netanyahu na wa kidini kushindwa kuhifadhi wengi wake wa kura. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia wakati wote uweze kujua ni nini kinaendelea katika ulimwengu.